Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watukufu watazamaji wa Abu Uthman TV na Waislamu kwa ujumla, lakini haswatan waumini wa Masjidul Mustafa al-Bahraini iliyopo Mbezi Msakuzi, Dar es Salaam. Niko mbele yenu imamu mkuu wa Masjidul Mustafa al-Bahraini kwa lengo la kutoa taarifa rasmi ya kuhusiana na ule mkesha wetu ambao huwa tukiufanya kila mwaka katika msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiufanya katika masiku haya ya Lailatul Qadr ambayo inakuwa ni 10 la mwisho. Na taarifa rasmi kwa mwaka huu, mkesha wetu wa Lailatul Qadri utafanyika siku ya Jumatatu sawa na tarehe 16 mara tu kuanzia muda wa saa 2:15 usiku mpaka saa 12 asubuhi, yani majogoo. Na safari hii mkesha wetu tumeupamba na vitu vilivyokuwa vichache lakini vyenye maana makubwa. Tumeupamba mkesha wetu wa Lailatul Qadr ya kwamba kutakuwa na ibada mbalimbali zinazonasibiana na usiku huo, kama ibada ya salatu tahajjudi, ibada ya qiyamul laili. Sema tahajjudi, sema qiyamul laili ni jamii ya sala zinazoswaliwa usiku. Lakini pia tutakuwepo na swala ya tasbih, salatu tasbih, nayo pia ni miongoni mwa sala za kipekee ambazo ni mara chache sana watu kuswali swala za namna kama hiyo. Lakini usiku wa Lailatul Qadri ni usiku ambao tumerasimisha kwamba sala hizi ambazo wengi hawazisali au ni ngumu sana kuswaliwa, hapa Masjidul Mustafa al-Bahraini tutaiswali kwa pamoja insha Allah taala ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadri. Lakini pia sambamba na hayo kutakuwepo na dua kubwa, dua ya Jaushanil Kabir, dua ambayo itasomwa kwa lengo la kuwaombea watu wote wenye shida zao mbalimbali, wenye haja mbalimbali, wenye mahitaji mbalimbali, wenye shida wanazozihitaji ziwaondoke. Kwa hiyo tutasoma, tutamlilia Mwenyezi Mungu kwa lengo la kumwomba Mungu atupe matulubu yetu, yani atupe yale tunayoyahitaji, lakini pia na atuondoshee yale ambayo hatuyahitaji. Kwa kila mmoja atakuwa ana manuizi yake. Kwa hiyo tunachokuombeni waumini Mustafa al-Bahraini na Waislamu kwa ujumla wenye kuwafikia ujumbe huu ya kwamba ni usiku wa baraka huu tunaotangaza, ni usiku mkubwa. Tusikose, huenda na si huenda, ni hakika mambo yetu yatatengemaa tutakapokuwa tumeusimama usiku huu kwa imani na yakini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema moja maneno yake, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, muombeeni Mola wenu na ili hali mna yakini kwamba atawajibu. Sasa sisi tutasimama katika usiku huu wa Lailatul Qadr kwa yakini kwamba tunamuomba Mungu hizo shida zetu, tunamuomba mambo yetu mbalimbali, na kila mmoja ana mambo yake mbalimbali. Kuna ambaye ataka mume, kuna ambaye atafuta mke, kuna ambaye ataka watoto, kuna ambaye ataka mali, kuna ambaye ataka mashamba. Ni haja ni nyingi, hatuwezi kuzitaja zote hapo, lakini tumemention hapo kidogo ili mtu apate kujua kwamba na haja hii nayo pia naweza kuitilia nia. Ni nia zote za mambo yetu ya kheri. Umeona? Kwa hiyo tukiomba kwa yakini na kwa imani ya dhati, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuacha kutujibu, hasa ukizingatia ni usiku wa Lailatul Qadr, ni usiku wenye cheo, wenye baraka, wenye kheri nyingi. Kwa hiyo usikose, ewe muumini wa Masjidul Mustafa al-Bahraini, lakini na wewe Muislamu ambaye umevutiwa na haya tuliyoyaeleza, si usiku wa kukosa. Unaweza ukajongea mapema siku hiyo ya Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 3 2026 ukafika hapa mapema. Lakini pia ndani ya usiku huu tutakuwa na daku la pamoja insha Allah. Usiku utakuwa ni wa mkesha wenye ibada mbalimbali na madua kama hayo tuliyosema, lakini pia utakuwa ni usiku wa kupata daku la pamoja. Kwa hiyo insha Allah ukipata ujumbe huu itakuwa ni vyema ukausambaza kwa mwingine naye ampe mwingine naye ampe mwingine, basi kheri kubwa itapatikana insha Allah. Ni mimi ndugu yenu katika imani, Imamu mkuu wa Masjidul Mustafa al-Bahraini,
Abu Othman, lakini pia nyuma yangu nikisindikizwa na viongozi wangu ambao ni mwenyekiti wetu Sheikh Omar Jumbe pamoja na katibu wetu Sheikh Suleimani Ibni Musa, lakini pia na kwa niaba ya waumini wetu wote wa Masjid Musafa al-Bahrain tunakukaribisheni ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.